mwakilishi wa wananchi jimbo la Mtoni ajiandae. Asante Mheshimiwa Juma Usonge. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kunipatia fursa hii kuwa miongoni mwa wachangiaji kwenye wizara hii, Wizara ya Ardhi, Maendeleo na Makazi. Kipekee kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wake waziri pamoja na watendaji wote wa wizara hii kwa kazi nzuri ambao wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya hususan kupitia kwenye wizara hii. Kama tunavyotambua, Zanzibar sasa hivi tunapiga hatua kubwa sana hususan katika masuala ya ardhi ambayo sasa hivi tunaitumia kwa ajili ya kujenga nyumba za kisasa lakini pia za gharama nafuu. Kwa hilo nimpe hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anaendelea kuifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ninukuu maneno ambayo Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo huko miaka ya nyuma alizungumza kwamba ili nchi yetu iendelee tunahitaji mambo makuu manne. Moja, tunahitaji watu. Kwa bahati nzuri watu tunao. Lakini jambo la pili amezungumza tunahitaji siasa safi. Siasa safi alhamdulillah tunayo nzuri chini ya uongozi mahiri wa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Siasa tunaendelea kuifanya vizuri na ndio maana tunaona hata uvumilivu wa kisiasa ukiendelea. Lakini pia la tatu, tunao uongozi bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu uongozi wa Daktari Hussein Ali Mwinyi ambao umejipambanua kwa namna ambavyo anavyofanya kazi ya kuwaletea maendeleo wananchi wetu wa Zanzibar. Lakini jambo la nne, Baba wa Taifa amezungumzia tunahitaji ardhi, ambayo ardhi tunayo. Lakini kwa bahati mbaya sana kwenye kipengele hichi cha ardhi bado kuna changamoto kadhaa kama wazungumzaji wenzangu ambavyo walivyozungumza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo hili nitazungumza kwa upana wake zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani ukipita kwenye maeneo mbalimbali ukifanya ziara, jambo la kwanza tunaangalia makazi ya wananchi. Na makazi yakiwa mazuri, manake tunaona kabisa wizara yetu imefanya vizuri. Lakini tukiona makazi hayako vizuri, automatic tunatafsiri wizara hii haijafanya vizuri kwenye maeneo hayo. Na nini maana yangu Mheshimiwa Mwenyekiti? Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii kama ilivyopewa jina Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, manake ina wajibu na dhama kabisa ya kuhakikisha kabisa Zanzibar kwenye ishu ya makazi tunasonga mbele. Na ndio maana niliposoma ripoti hapa nimeona mwaka jana wametatua migogoro isiyopungua chini ya 200. Lakini 200 samahani, mwaka huu ambao 25-26 mpaka sasa hivi migogoro 200. Lakini wamesema kabisa mwaka unaofuata 27-28 wanatarajia watatatua migogoro yasiyopungua 300. Na mwaka unaofuata 28-29 wataendelea kwenye 300, itaendelea zaidi 300 mpaka na 50. Hii nini maana yake Mheshimiwa Mwenyekiti? Hii inamaanisha kabisa bado migogoro ya ardhi nchini kwetu inaendelea. Nilitegemea kabisa ripoti ambayo atawasilisha Mheshimiwa Waziri hapa kwamba idadi ya migogoro itaendelea kupungua kadri miaka inavyoenda, lakini ripoti inaonyesha kabisa migogoro inaendelea kuongezeka siku hadi siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli hii hali hairidhishi sana. Bado jukumu hili nafahamu wizara yetu ambayo inaitwa Kamisheni ya Ardhi bado haijafanya kazi vizuri zaidi. Na Mheshimiwa Waziri, kwenye eneo hili lazima ukakae ukajitafakari na watendaji wako. Bado kwenye eneo hili haijafanya kazi vizuri hata siku moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukichukulia mfano, nenda leo Fuoni leo, utaona ni namna gani mitaa ambayo tayari haijapangiliwa mtu anajiwekea njia anavyotaka yeye mwenyewe. Wizara ipo na inaomba fedha kwa ajili ya kwenda kuboresha mitaa yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nenda Kinuni, nenda Daraja Bovu, nenda huko maeneo ya Mbuzini na maeneo mbalimbali, utakuta mitaa ambayo automatic haina mipango, haina format maalumu, na wizara ipo bado inaendelea kuomba fedha. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, nenda kajitafakari na watu wako, hususan kwenye Kamisheni ya Ardhi hapa bado haijafanya kazi vizuri hata kidogo. Tunao vijana wetu wengi ambao tayari tumesomesha, lakini bado hawajafanya kazi ipasavyo. Tunahitaji mipango mizuri. Bahati nzuri tunaye rais msikivu, anachapa kazi vizuri.
Na leo ndio maana unaona kabisa ukiingia mitaani kuna barabara mengi yanatengenezwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi, lakini nenda kwenye maeneo mengine wanaomba barabara, lakini utajiuliza hiyo barabara ipite wapi? Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, rais wetu pia amejitahidi sana kutujengea shule za gorofa, hospitali za kisasa nzuri za gorofa, lakini kuna mitaa ambayo inahitaji kupata shule, zinahitaji kupata hospitali, haziwezi kutengenezeka hizo kutokana na mipango ambayo tayari haijapangilika. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, sina mantiki wala sina maana ya kuzuia fungu, lakini mwaka kesho nitazuia fungu endapo wizara hii haikufanya kazi vizuri ya kuweka mipango mikakati. Tunahitaji survey ya kutosha, tunahitaji mipango kabisa ili Zanzibar ionekane inajengeka. Isionekane Zanzibar maeneo ya Chukwani, maeneo ya Kiembe Samaki na maeneo ya Mbweni ndio ambayo inaonekana imepangika, lakini ukitoka nje ya mji unakuta mitaa yetu shaghala baghala ambayo haionekani sura, haionekani hapa njia gani, haionekani hapa kukoje. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, nenda kajipambanue, kakae na watendaji wako. Tunahitaji mipango iliyokuwa imepangika ili Zanzibar ionekane haiba yake nzuri, na sionekane mjini lakini hata vijijini pia ionekane. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kwenye upande mwingine kwenye eneo langu la jimbo la Chaani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna migogoro mengi kwenye eneo, hususani maeneo yetu huku ya mkoa wetu wa Kaskazini Unguja, kama mwenzangu Daktari Nasr alivyozungumza. Kaskazini Unguja kuna migogoro mingi sana ya ardhi Mheshimiwa Mwenyekiti, na bado hatujaona jitihada kubwa ambazo tayari zinafanyika. Na cha kushangaza utakuta wizara hii imejitengenezea mahakama, kwa sababu yani inajitambua kabisa kwamba migogoro mingi inasababishwa na wizara wenyewe, na ndio maana ikatengeneza hata mahakama, lakini bado migogoro bado haijatatulika hata kidogo. Mfano mzuri Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka ya 1986 serikali iliwahamasisha sana wananchi wa vijijini huko kutenga maeneo kwa ajili ya kupanda miti, na matokeo yake wizara hii ikatoa hata vibali ambavyo vinaitwa hati kwa ajili ya kuyatambua maeneo hayo. Wananchi hao wakahamasika vya kutosha, wakapanda miti, wakapanda mimea kwa njia ya vikundi, lakini pia wakakabidhiwa mpaka hati ili maeneo hayo kwamba wanatambulika rasmi kwa ajili ya kufanya shughuli hizo. Lakini kwa bahati mbaya hivi karibuni maeneo hayo wananchi hao wanatafuta hati, matokeo yake wanaambiwa maeneo hayo sasa hivi yapo chini ya wizara fulani, yapo chini ya wizara fulani. Kwa hiyo hili sio sawa hata kidogo Mheshimiwa Mwenyekiti, na jambo hili nimeshakuja wizarani mara nyingi Mheshimiwa Waziri, bado utatuzi wake haujatatuliwa. Hii sio haki hata kidogo. Wananchi wetu wanaumia sana, wanalia, hawajui wapi waende wakatatue migogoro yao. Wizara haina plani wala haina mpango wa kuweza kutatua migogoro yao wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri ni shuhuda, nishampelekea baadhi ya maeneo. Mfano mzuri, eneo langu ambalo mimi naloliongoza Pwani Mchangani, nina maeneo zaidi ya 4 mpaka sasa hivi hakuna utatuzi, na wakifuatilia zaidi wanapewa barua. Serikali haina mpango wa kuendeleza maeneo hayo, haina mpango wa kuwapatia hati maeneo hayo. Nani mwenye mamlaka ya kuweza kutatua migogoro hii? Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, naomba nipate majibu hapa ili wananchi wangu wajue ni lini utaenda kutatua migogoro hiyo ambayo wananchi hao maeneo hayo wanayamiliki wao toke 1986. Leo hii unajikutia kwamba kuna mtu anasema eneo hilo ni la kwake. Kwa hiyo naomba ufafanuzi kwenye eneo hilo Mheshimiwa Waziri, ili wananchi wangu wapate sauti ya matumaini kama Mheshimiwa Rais alivyokuwa halali anapambana kuhakikisha haki ya Wazanzibari inapatikana. Na sisi kama wanachaani wana Kaskazini tunahitaji suluhu ya maeneo yao, wananchi hao wakabidhiwe rasmi na wapatiwe hati, waendelee kufanya shughuli zao kama ambavyo wanavyotaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kwenye eneo jingine. Kuna changamoto kubwa ya usumbufu ya upatikanaji wa hati. Sijui kwamba wizara hii imejipangia ili mtu aombe hati baada ya kipindi gani anapata hati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikaa interest hivi, nakumbuka kama miaka 3 hivi niliomba hati, napigiwa simu kama wiki 2 zilizopita. Miaka 3 nimeomba kupimiwa na kupatiwa hati, na kuja kupigiwa simu mwaka huu 2026 kama miezi 2 iliyopita ndo napigiwa simu, wana mpango wa kuja kwa ajili ya kuja kuendeleza. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri,
kwenye eneo hili la upimaji wa ardhi, baadaye kuthaminisha na kupata hati, ni kipindi gani mwananchi anatakiwa awe ameshapata hati akianza huo mchakato? Lakini mbali na hilo pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuweko na changamoto nyingi wananchi wanapoomba hati. Kumekuweko na upigaji wa hali ya juu wananchi wanapoomba hati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitaje baadhi ya maeneo ambayo wananchi wanapata usumbufu na kupigwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwananchi huyo akaenda ardhi, anapewa hati kwa ajili ya kuhaulisha, anapewa document form kwa ajili ya kuhaulisha. Anapotoka hapo anaenda kwa sheha. Anapoenda kwa sheha anaomba 10%. Anaomba 10% kwa ajili ya kuthaminisha hilo eneo. Ukitoka hapo sasa, fomu hiyo unaomba uende zako ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya kwanza unaombwa shilingi 100,000. 100,000 hiyo kwa ajili ya kuja kufanya survey na kujiridhisha hilo eneo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitoka hapo sasa ukitoka hapo ofisi ya mkuu wa wilaya unatakiwa ulipe 25,000 ile fomu. Lakini ukitoka hapo sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, unaenda baraza la mji au halmashauri. Halmashauri unatakiwa ulipe 1% ya mauziano au thamani ya ile ardhi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitoka hapo sasa unatakiwa uende ukale kiapo kwa mwanasheria mkuu au mwanasheria wa mahakama ambayo tayari inapatikana kwenye wilaya. Ukifika kule, mwanasheria anakuambia umlipe 15% ya mauziano au thamani ya ile ardhi. Lakini ukiondoka hapo sasa unatakiwa sasa uirejeshe kule kamisheni ya ardhi. Ukifika kule kuna fedha ambazo tayari unatakiwa ulipe. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mtiririko huu, manake automatic inaonekana wazi kabisa wananchi wetu hawawezi kabisa kuomba hizi hati. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, sina lengo wala nia ya kuzuia fungu kwenye wizara hii, lakini naomba ufafanuzi Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuhitimisha hotuba yako hapa, naomba uweke clearly ya kuwaambia Wazanzibari ili uombe hati ya kuthaminisha ardhi yako unatakiwa ulipie gharama gani na gani na gani ili uweze kufanya huo mchakato. Wananchi wengi Mheshimiwa Mwenyekiti, na ndio maana unakuta kwamba Wazanzibari wengi hawana hati maeneo yao kutokana na usumbufu ambao tayari unaonekana hapa, na wenye hati mara nyingi sana wanaonekana ni vigogo na ni watu ambao tayari wenye fedha zao, lakini mwananchi wa kawaida hawezi kupata hati. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo machache, naunga mkono hoja na asanteni sana. Nashukuru. Asante sana Mheshimiwa Juma Usonge Hamadi, mwakilishi wa wananchi jimbo la Chaani. Ulikuwa na dakika kama 2, sijui hukuangalia, lakini mchango wako mzuri umetosheleza.